Leo ni tarehe 1 mwezi wa 4 2026, wazungu wanasema 2026, na siku ya jana ambayo ilikuwa ni tarehe 31 ilikuwa ni siku kubwa sana kwa viwanda vya habari na wanamuziki na watu mbalimbali ambao wanategemea media. Na nikisema hivyo namaanisha mwanamuziki Diamond Platnumz alisimamisha media yake ya Wasafi TV pamoja na Wasafi FM kwa kipindi kadhaa, na of course alikuwa kwa ajili ya marekebisho ya studio na kurekebisha baadhi ya vitu, kuongeza baadhi ya waandishi wa habari, kupunguza baadhi ya waandishi wa habari. So mambo yalikuwa ni mengi hapa katikati na kila mtu alizungumza la kwake. Wapo waliosema kwamba Diamond Platnumz amefilisika, amebinafsisha, lakini wapo waliozungumza kwamba Diamond Platnumz ameamua tu kutoa likizo kwa ajili ya kufanya maboresho, na mwisho wa siku tumebaini ukweli ni kwamba Diamond Platnumz alikuwa anafanya maboresho, kwa hivyo alitoa likizo kwa waajiriwa wake. Sasa bana, mimi kilichosababisha tukutane hapa tuzungumze kwa pamoja mimi na wewe ni namna ambavyo Diamond Platnumz amerudi upya pamoja na Wasafi TV na Wasafi TV pamoja na Wasafi FM, na hili ndilo jambo ambalo limesababisha mimi na wewe tukutane hapa katikati tuweze kujadiliana kwa mapana na marefu. Guys, huwa nazungumza, nitaendelea kuzungumza na nitazungumza tena. Moja ya wasanii ambao Mwenyezi Mungu amewapa karama, sisi Waislamu tunasema hivyo, ama Mwenyezi Mungu amewapa uwezo mkubwa sana wa kufanya biashara, akili ya kufanya biashara, ni pamoja na mwanamuziki Diamond Platnumz. Inawezekana yeye hajabarikiwa kama wengine ambavyo wamebarikiwa, sauti ya kumtoa nyoka pangoni, uwezo wa kuimba, uwezo labda kutunga mashairi, lakini guys, Diamond Platnumz, moja ya vitu ambavyo amebarikiwa sana ni uwezo wa kujua saizi mashabiki zake wanataka nini, ni uwezo wa kuboresha biashara zake ama huduma zake. Ukiangalia Wasafi TV ilivyokuwa, Wasafi FM namna ambavyo ilivyokuwa, alafu ukapata na picha ya sasa namna ambavyo ilivyo, unaweza ukaelewa kile kitu ambacho nakizungumza. Diamond anajua kufanya biashara kweli, na sio biashara ya muziki tu. Kuna watu watasema tu Diamond Platnumz ni mtu ambaye anajua tu kufanya biashara ya muziki peke yake. Hapana. Diamond Platnumz ni mfanyabiashara mzuri in general, ni moja ya wasanii ambao wamebarikiwa kuwa na kalama ya kufanya biashara, uwezo ule mkubwa wa kufanya biashara na zikalipa. Tunao wasanii wengi sana ambao ni A-list, ambao pia wana mitaji mikubwa na wameshawahi kujitahidi kufanya biashara, lakini bado biashara zao hazijafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini jiulize kwa nini Diamond Platnumz biashara zake zinazidi kufanikiwa siku hadi siku. Unakuja kugundua uwezo mkubwa sana ambao yeye amebarikiwa kufanya hivyo, ndio kitu ambacho kinamsaidia kufika mbali. Lakini Diamond Platnumz pia anatoa nafasi kwa ajili ya ushauri, na yale ya msingi anayapokea na kuyafanyia kazi, na yale ambayo hayana msingi basi anayaacha kama yalivyo, tofauti na baadhi ya wengine ambao hawatoi nafasi kwa kupokea ushauri kwa sababu wanaamini wao ndio kila kitu. Kwa baadhi ya watu ambao wao ni mamwinyi, wameishi katika maisha ya umwinyi, kwa hiyo anaamini kila kitu anaweza kukifanya mwenyewe, na hapo ndipo ambapo Diamond Platnumz anapiga gap kubwa sana na kuwazidi watu. Just imagine, yani wewe kwanza angalia tu, achana mambo ya imagine, angalia tu namna ambavyo ameboresha studio za Wasafi. Angalia namna ambavyo amerekebisha. Kuna mic zimeingia za kisasa, vifaa vya kisasa, studio imetengenezwa kisasa, imekaa vizuri, imekuwa na mvuto, imekuwa na muonekano mzuri zaidi na zaidi. Tumeona kuna baadhi ya media hapa nchini Tanzania ziliweza kukaa katika muonekano wake ule zaidi ya miaka 10. Mimi sitaki kuzitaja hizi media, lakini wewe unajua kuna media zilikuwa kubwa, zilikaa muda mrefu bila kufanya maboresho.
Imagine Wasafi ndani ya muda mfupi Diamond Platnumz ametoa likizo kwa wafanyakazi ili aweze kuboresha studio za Wasafi. Yeye anakuambia, yeye mwenyewe Diamond Platnumz anakuambia akimaliza ama studio ikikaa kwa muda kadhaa, anaona hakuna haja ya studio kuendelea kuwa na muonekano ule ule. Na of course hiyo sisi tunaita creativity kwenye biashara. Ili biashara yako ifanikiwe, ni lazima wewe kwanza uwe mbunifu ambaye ni mfanyabiashara, na ubunifu mmojawapo ni pamoja na kuifanya studio iwe na muonekano tofauti tofauti. Guys, studio ikiwa ina muonekano ule ule 10 years, 5 years, 2 years, bado muonekano ni ule ule, maana yake ni kwamba inakosa mvuto. Macho ya binadamu sisi huwa tunatamani sana kuona vitu vipya. Tunatamani sana kuona kitu ambacho ni kipya tofauti na tulichokizoea. Na hapo ndipo ambapo sasa Diamond Platnumz amegundua, na alichokifanya ni kufanya maboresho ya muonekano wa studio, vifaa na nini, na baadhi ya vitu ambavyo amevirekebisha, lakini pia kuongeza wachambuzi. Of course bado Diamond Platnumz ataendelea kutangaza baadhi ya wanahabari. Kwa kifupi naweza nikasema kuna jamaa mmoja alikuwepo EFM, ETV, lakini nimemuona Wasafi TV. Yule jamaa ambaye alikuwa anasoma magazeti anacheka sana, tumemuona. Lakini kwa tetesi za chini ya kapeti ni kwamba bado Diamond Platnumz yupo katika mchakato wa kuhakikisha anaongeza watangazaji ama waandishi wa habari ambao watakuja kuleta chachu ama watakuja kuleta mabadiliko ya kimaendeleo katika TV pamoja na radio ya Wasafi. Na hivyo ndivyo ambavyo Diamond Platnumz anazidi kupiga gepu siku hadi baada ya siku. Unajiuliza, hawa watu wengine hawaoni? Na kama wanaona, hawawezi kuiga? Kwa sababu kuiga sio dhambi. Kama mwenzako kuna kitu anakifanya kinamsaidia na kinampa mafanikio, hata wewe unaweza kufanya kitu kile kile kwa njia nyingine na bado kikaja na kuletea mafanikio mazuri tu. So unaweza kuona namna ambavyo Diamond alivyokuwa yuko serious kwenye biashara yake. Na kuna point mimi huwa naielewa, mwanzoni ilikuwa ngumu sana kuelewa kitu ambacho Diamond alichokuwa anakizungumza. Kuna muda Diamond alikaa kimya kwenye game muda mrefu sana bila kufanya wimbo, bila kufanya video. Alikuwa sana anafanya collab tu, hakuweza kufanya project zake. Lakini aliwahi kuhojiwa, akaulizwa kwamba kwa nini umekaa muda mrefu bila kufanya project zako. Alijibu, nilikuwa niko busy kuhakikisha naisimamisha Wasafi TV pamoja na Wasafi Radio zisimame, ziwe imara, ndio mimi nianze kufanya project zangu. So unaelewa, ni mtu ambaye yuko serious sana na biashara yake na hataki masiara katika biashara yake. Kongole, mimi naweza nikasema kubwa sana kwa Diamond Platnumz. Kongole kubwa sana ziende kwa Ricardo Momo, Maalim Mzingizi, ambaye kiukweli hapa ndipo ambapo nataka nitoe elimu kidogo ama darasa kidogo. Ukimfuatilia Maalim Mzingizi ama Ricardo Momo, ni ndugu wa Diamond Platnumz. Kikawaida tungeanza kuona watu wengine ambao wana tabia za Kiswahili, tungeanza kuona ana relax, hataki kujituma, angekaa ka enjoy, kwa sababu Diamond ambaye ni mdogo wake kashafanya kila kitu, kawekeza. Kwa hiyo familia zingine asingetaka kujishughulisha. Familia zingine tusingeona Ricardo Momo anajitoa na anakuwa mbunifu. Familia zingine tusingemuona mtu kama Ricardo Momo akipambana, akivuja jasho kwa ajili ya project, miradi ya Diamond Platnumz. Anakula kwa kutoka jasho. Yaani Ricardo Momo anachopewa au anacholipwa na Diamond Platnumz, analipwa kwa kutoka jasho kweli. Na hapa ndipo pia ambapo wakati mwingine Diamond anawapiga gepu wasanii wenzake ama wafanyabiashara wenzake. Guys, angalia mtu kama Idi Santos namna ambavyo yuko busy. Angalia Ricardo Momo namna ambavyo anarani biashara za kaka yake. Kwa habari nilizonazo, ni mtu ambaye anasaidia kurani ile beti ya Diamond Platnumz, ni mtu ambaye anasaidia pia kurani baadhi ya wanamuziki, kurani biashara za Diamond Platnumz. So unaweza kaona
kwa roho za kibinadamu, za Kiswahili, za Kiafrika, ngozi yetu nyeusi, ndugu ndo anakuaga wa kwanza kumwangusha ndugu yake. Lakini ukiangalia kwa Ricardo Momo, yeye ni ndugu ambaye anavuja jasho, anapambana kwa ajili ya nembo ya Wasafi, anapigana usiku na mchana halali kwa ajili ya nembo ya Diamond Platnumz. Wasanii wengi wanakosa hivi vitu, wanakuwa na watu baki. Anyway, I'm not saying kwamba lazima kila ndugu uwe naye. Utakuwa na ndugu yule ambaye unaona huyu anaweza kweli kujitoa na kupambana. So kongole kubwa sana ziende kwa Diamond Platnumz kuweza kuwa na ndugu aina kama ya Ricardo Momo, Idi Santos, ambao wanampigania kweli, bila kumsahau RDJ. Kwani hii ni baraka kubwa sana, na huenda hii hapa ndo mahala ambapo pia wasanii wengine wanafelishwa. Unajua, once ndugu anapokupigania na mtu baki, ni vitu viwili tofauti. Sisemi ndugu huwa wanapigana, kuna ndugu wengine wapo kwa ajili ya kukuangusha, lakini Diamond Platnumz amebarikiwa kuwa na ndugu ambao wanavuja jasho, wanampigania yeye, wanajipigania na wao. Naitwa Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fakti. Wewe cha kufanya ni kuhakikisha umesubscribe, umelike na umeshare video zetu, utakuwa umetisha sana. Lakini pia usisahau kushusha comment hapo kwenye uwanja wa comment section. Tuambie juu mara baada ya maboresho ya Wasafi TV, Wasafi FM, wewe una maoni gani? Je, wameboresha kama ambavyo wanavyosema, au unaona wamejichetua? Nyuma ya kamera yuko Junior, mtu mbaya ambaye amesababisha tunapata picha na sauti, lakini pia tunapata kila kitu katika hali na ubora wa hali ya juu. Mimi nikutakia siku njema, see you next time. Naitwa Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fakti.